Kazi na utu. Tunasonga mbele. Kwanza nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye amenipa nafasi, ameniwezesha kuwepo hapa kwenye kijiji hiki cha Ntobeye. Hiki ni kijiji changu cha 3 sasa. Tangu nimechaguliwa, nimeweka ratiba kama ilivyokuwa mwanzo. Lazima kila baada ya miezi mitatu niwasikilize wananchi wana shida gani, yale ambayo tuliyazungumza ni yapi yaliyofanywa kazi, na yale ambayo tuliyoyajadili tukazungumza ni yapi ambayo yakufanywa kazi, yale yaliyoko ndani ya uwezo wangu ni yatatue, na yale yaliyoko juu ya uwezo wangu ni yapeleke kwa viongozi wengine. Lakini kipekee niombe niwaletee salamu za mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Ngara, ndugu yenu kijana yenu Doto Jason Bahemu. Nilimwambia nitakuja hapa kwenye mkutano, ratiba yangu anayo, na yeye ameniambia niwasalimieni wananchi. Naomba mpokee salamu zake. Naomba mpokee salamu zake. Ameniambia wananchi wa Ntobeye walinichagua kwa kura nyingi, lakini ikiwa ni pamoja na kura nyingi kwa ajili ya Mama Samia. Ahadi yake na ahadi yangu kwenu ni kuwatumikia, kuhakikisha tunatatua kero zenu, mnakuwa na furaha na tabasamu kama anavyohitaji Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anataka wananchi wake wawe na tabasamu. Mama Samia oye! Oye! Ndio maana nimekuja mahali hapa. Nipo kwa ajili ya kuwakilisha ofisi zingine ambazo hamzioni, kuhakikisha tunatatua kero za wananchi. Hivyo niwaletee salamu ya Mheshimiwa Kanali Mathias Julius Kahabi, mkuu wa wilaya wetu wa Ngara, kamanda mpenda wa Ngara, anayejitoa kufanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya wananchi wa Ngara. Niombe sasa, kama mnapokea salamu zake, basi muweze kumpigia makofi mheshimiwa mkuu wa wilaya wetu, na yeye aone kwamba Wanantobeye wana upendo na yeye. Ni mtu anapambana kila mara. Mnaona wanakuja wanajeshi kwa ajili ya kulinda mipaka yetu. Tuna amani kwa sababu Mheshimiwa Rais alitutumia Kanali Mathias Julius Kahabi, ambao kiukweli wananchi wa Ngara bado tuna hamu naye. Tunatamani kuendelea kuwa naye. Tungekuwa na uwezo tungemwambia Mama Samia, mkuu wa wilaya huyu aendelee kumwacha Ngara, aendelee kumalizia viporo vyake, maana ni viporo vingi ambavyo mkuu wa wilaya ameviweka, tunahitaji kuvimaliza naye pamoja. Ikimpendeza mama anaweza kumwacha aendelee kututumikia wanangara, maana anafanya kazi nzuri. Ndio maana tuna amani, tuna furaha, na sisi tunajivunia kamanda huyu tuliye naye. Lakini mkurugenzi wetu Solomon Kimeriki, na yeye nilimwambia naenda kukutana na wananchi. Kwanza alinipongeza, lakini cha pili akaniambia niwasalimie wananchi, yuko pamoja nasi. Ndio maana kwenye bajeti ya halmashauri iliyopita na katika kuangalia kwenye ile bajeti tumepata zaidi ya bilioni 2 na mapointi kwa wananchi waliofidiwa wa Tembonike Ilikule, kwenye vijiji vya Bugarama pamoja na vijiji vingine vinavyozunguka eneo lile. Lakini madiwani tukakaa kwa pamoja tukakubaliana kwamba huu ni mkate wetu, ni keki yetu ya Ngara, lazima kila mwana Ngara aweze kula hiyo keki. Na wananchi wa Ntobeye hapa mmepata milioni 32 kwa ajili ya kujenga chumba kimoja cha darasa pamoja na ofisi ndogo. Lakini bado hizo zinatoka kwenye mapato ya ndani. Mkurugenzi kasema lazima wananchi wa kijiji cha Ntobeye wapate vyumba hivi. Lakini kwa ajili ya hiyo kwenye hako ka keki ambako kanatokana na Tembonike tumepata vyumba vya madarasa 2 milioni 50. Lakini haijatosha, tumepata na matundu 4 ya choo kwa ajili ya kuongezea, kuangalia tuone namna kukarabati vyoo hivi ili watoto wetu tuone namna ambapo wanaweza wakaingia mahali ambapo ni salama. Makofi kwa Solomon Kimeriki ambaye mkurugenzi huyu anafanya kazi na wajibu wake. Anajua kwa nini yuko Ngara. Anajua kwamba ameteuliwa na Mama Samia
kumwakilisha, na yeye anafanya kazi nzuri. Ndio maana madiwani wa Ngara hatulalamiki juu ya mkurugenzi wetu, maana tunatembea naye pamoja kwa spidi moja. Anatembea na spidi ya 4G kama spidi ya Mama Samia, ili wananchi wapate tabasamu. Makofi kwa Mama Samia. Naona vyumba vyetu vya madarasa hapa tangu mwaka 74 vimejengwa. Vilikuwa vimetengeneza kreki, lakini baada ya wananchi wa Ntobeye chini ya mwenyekiti wenu wa kijiji ndugu yangu Nicolaus Kagarama, mkasema ngoja tujenge vyumba viwili vya madarasa. Mmeweka msingi na mnataka kuinua boma na hela mnazo ziko kwenye akaunti. Kwa hiyo ni swala la kuingia kwenye mifumo hiyo, kisha pata wakandarasi kwenye zabuni, vyumba viwili viinuke, vyumba vitatu hapo viinuke, na tunaweka vyumba vya kisasa kiasi kwamba kama mtoto amesahau kujichana nyumbani, akifika pale shuleni anakuta vyumba ni vya kioo, anaenda anajitazama, anaweza kujichana nywele zake bila shida, hata kama alisahau nyumbani kujichana. Tunaweka vyumba vya kisasa, tunaweka vigae, vyumba vyote hivyo. Kwa hiyo ninaamini mpaka kwenye miaka hii ya Mama Samia kuja kumalizika, yawezekana Ntobeye shule ya msingi watu watakuwa wanapita wanauliza hivi hapa ni sekondari au ni shule ya msingi, kwa sababu ya vyumba vizuri vya madarasa vitakavyokuwepo. Makofi kwa Mama Samia. Kama vikiinuka hivi viwili tukameongeza vitatu, si vimekuwa vitano pamoja na ofisi ndogo. Hebu niambie huo mlalo wa hivyo vyumba mahali hapo. Kwa hiyo waombeni wananchi, ongezeni nguvu. Ongezeni nguvu wale ambao mjatoa mchango mliokubaliana, ili muweze kuinua boma lile. Halafu tupate hela kutoka serikali kuu. Mama Samia tupatie hela za kumalizia vyumba vya madarasa, ili tuweze kuwa na tabasamu sawasawa na lile ambalo Mama Samia analitaka kwa watu wake.